Ni aje, mambo ni vipi? Kama Dawis, karibu kwenye 69 Media Pro. Mimi naitwa Ching the baddest, na hii ni 101 recap, na leo imekuwa ni bless kabisa, baraka kabisa, imefunguliwa kabisa kutoka kwa Suma Mnadhareti. Ni msanii mkongwe kutoka Tanzania na anafanya poa sana this time around. Tunaona content zake zinaenda na amekuwa anafanya vitu vingi of course for this time around, lakini baada ya kuzua mjadala mkubwa sana kwa muda mrefu sana, na amefukua yale makaburi ambayo yalikuwa yamefukiwa kwa muda mrefu sana. Sasa Suma Mnadhareti ameweza kufanya interview kwenye kituo cha radio for this time around na kufunguka yale yote ambayo yalikuwa yanasadikika yamefichwa, na yeye kaja kayafichua. So story ni kwamba kuhusiana na Mnadhareti bana, anasema kuna kipindi fulani yeye alibaniwa kwenye mziki, na ilikuwa ni mwaka wake kabisa, mwaka wa kutoboa, mwaka wa mafanikio, mwaka wa kutengeneza pesa, lakini ikawa tofauti, upepo ukawa tofauti na vile ambavyo yeye alidhani, baada ya kupigiwa simu na mtangazaji mkubwa wa radio kutoka Tanzania kuambiwa, mwambaye, sikiliza, huu ni mwaka wako, unatakiwa ufanye vizuri, lakini kiukweli mimi bado sijakusamehe kutokana na interview alifanya. Alikuwa ni mkoa wa Mwanza na ilihusishwa kwamba alikuwa upande wa Lady JD, na inasemekana kwamba kipindi hiko Lady JD alikuwa na mkanganyiko au na mgogoro na kituo cha media. Mambo fulani hivi yalikuwa yanazungumziwa tofauti. Kwa hiyo na yeye sasa aliambiwa unachagua upande gani, kutokana Lady JD is a legend, lakini pia ni msanii mwenzake Suma Mnadhareti akajibu, mimi nachagua kwa Lady JD kwa sababu yeye ni msanii mwenzangu, na 1 2 3 akawa ameelezwa pale. So baada ya kufika jijini Dar es Salaam, kutoka Mwanza mpaka Dar es Salaam, Suma Mnadhareti akapokea simu tofauti, umeelewa vizuri akaambiwa, mwamba wewe umeshaharibu kutokana na the way majibu yako au the way interview uloifanya imewakera watu wengi sana, kutokana umekuwa upande wa hiyo media au umekuwa upande wa Lady JD. So Suma Mnadhareti from there, baada ya pale akapigiwa simu na B Dazen, akaambiwa kwamba mwambe, mimi bwana sijakusamehe, na this time around nadhani utopata nafasi yoyote hapa. Kwa hiyo kile kitu ambacho Mnadhareti aliambiwa na B Dazen kilimvuruga ubongo, kilimharibia hata karia yake. Kwa miaka 14 amekaa kimya, hajaachia ngoma, umenelewa. Akasema nasubiria kipindi upepo wa B Dazen utakuwa hauvumi tena, yani itakuwa kama hujapita kwenye kipindi chao au vipi bana, watu hawezi kufahamu, yani wao ndio walikuwa wanaamua wewe unakuwa star au usiwe star. Kwa hiyo kwa Suma Mnadhareti ilimkata sana baada ya kupigwa simu na B Dazen kuambiwa, mwamba for this time around mimi bana sijakusamee. Lakini kutokana na story inavyokwenda, Suma Mnadhareti alimpigia mpaka marehemu mkurugenzi marehemu Ruge, alipigia simu, akaenda kuonana naye, akaongea naye, akakutana ofisini na wakazungumza kuhusiana na hilo swala. Lakini kauli ya kwake mheshimiwa marehemu Ruge, alimwambia ongea vizuri na vijana wako, mimi nimekusamee. Kwa hiyo from there hakuna kitu tena kilichoendelea pale. Mziki wa Suma Mnadhareti ukawa usikiki, hata akitoa ngoma kwa mambo hayaendi, akakosa nafasi pia ya kuperform kwenye majukwaa makubwa, na tulikuwa tunaamini na ndivyo ilivyo inavyokuwa. Kama ukiwa msanii mkubwa lazima uperform kwenye matamasha makubwa, watu wakuone na nini, umenelewa. Sasa hiyo nafasi ya Suma Mnadhareti alikosa, na yeye anakuambia kwa kipindi kile yeye ngoma yake ilikuwa inafanya vizuri. Na unaijua ngoma gani? Ni ngoma ile ambayo Suma Mnadhareti yuko na Ommy Dimpoz, nenda sepa leo nimekushtukia, sitaki shobo, chukua time, acha tamaa. Kwa hiyo that time ilikuwa ngoma kali sana, lakini kwa kipindi kile haikumpa mafanikio
Suma Mnadhareti, kutokana matarajio yake yalikuwa makubwa, lakini ulikuwa mwaka mbaya sana kwake kutokana na harakati za kubaniwa kwenye nafasi za kimziki na nini vitu kama hivyo. So tutapata nafasi ya kumsikia Suma Mnadhareti the way anavyofunguka mwanzo mwisho, tupate nafasi ya kumsikiliza na baadaye utakuja kuamini hichi ambacho ninachokiongea. Kazi Bidazen. Kwa ule mgogoro ulikuwa ni mkubwa na ulileta mgawanyo wa wasanii. Kuna wasanii walijitoa kumsapoti Jide kwa yale aliyokuwa ameyazungumza kuitumu ile media. Mimi nakumbuka nilikuwa nina show Mwanza. Nilikuwa sijashiriki chochote. Nilikuwa nina show tu Mwanza. Nikaenda moja ya media kubwa Tanzania kufanya interview ambayo iko Mwanza, lakini nikafanya interview pale. Wakati niko kwenye interview nakumbuka nikauliza swali, wewe bwana, kwenye huu mchakato kwenye hili zengwe na hizi kelele, wewe uko upande gani? So na mimi naye nilikuwa nina mood yangu, nikasema bwana, mimi niko upande wa JD kwa sababu ni msanii mwenzangu, sihitaji kujua nini kinaendelea. JD ni msanii mwenzangu, kama alichokizungumza ni kweli amefanyiwa na hiyo media, it means mimi kama msanii lazima nimsupport Jide. So mimi niko upande wa JD na walikuwa wamejitengenezea timu inaitwa Anaconda. Kila mtu anakumbuka walijipa jina Anaconda team. Yeah. Kwa hiyo mimi nikafanya hivyo. Nikamaliza show. Nakumbuka nikapanda ndege first jet, by that time nikarudi. Nimefika tu. Mwalimu Nyerere na mtu alikuja kunipokea, ananiambia baba umeharibu. Kaambia nimeharibu nini? Ananiambia baba umeharibu. Ananifushika airport. Alikuja kunipokea ananiambia mzee umeharibu. Mimi nimeharibu nini? Ananiambia ingia kwa DJ Choka. Unajua kipindi kile tunatumia blogs hizi. Kina Baby Mapacha, sijui da Talk Bongo 5 djchoka.com. Tukaingia kwa Choka. Naingia kwa Choka nakuta interview yangu Choka ameiupload pale. Ambapo nimeifanya kule. Sijui aliipateje, sijui walirekodi vipi, I don't know. Baada ya pale nikaona osh. Umeharibu. Ilishakuwa tatizo. Yaani mimi nilijua nimeifanya tu Mwanza, narudi alafu DJ Choka ndo yuko pale, ndo reporter wa Anaconda, yani matukio ya Jide anaripoti DJ Choka. Nimeweka pale, yani nikakutana na pongezi za marehemu Gadi na Mungu amlaze pema, na ananiambia hongera mdogo wangu kwa kuchagua upande sahihi na nini. Unajua akili kama inaniambia wewe ushari. Bora kama jambo limekuwa kubwa hivi. Kwa hiyo nikawa najua kabisa kama liko kwa Choka ina maana lishafika kwenye upande ambao Dazen anafanyia kazi. Kwa nini uliongea unajua lisifike? Nilijua tunajua vitu vya kawaida, unajibu kwenye media. Unajua media kama maswali yenu mnavyotuuliza. Baada ya pale utatoa comment yako, kwani kuna haja Suma Mnadhareti yeye kuongea haya mambo au anataka kumchafua Bidazen, kwa sababu kama ni mambo yamepita na wakati, inawezekanaje Suma Mnadhareti kuja for this time around? Ni miaka 14 nyuma imepita, so anakuja kuzungumzia this time around, na tumeona kuna kiklipu fulani akiwa amemdisi Bidazen, na yeye anasema alikaa nalo kwa muda mrefu ili aweze kumuumiza na yeye kwa nafasi yake, kwa sababu yeye aliniumiza, alafu alinipotezea muda mrefu, sikupata nafasi ya kuperform, sikupata nafasi ya kutoa ngoma. Hata nilikuwa nikitoa ngoma iende, kwa sababu wao ndo walikamata system ya mziki kwa kipindi hiko. So wewe una maoni gani kwa hichi ambacho amekuja nacho Suma Mnadhareti kwenye muziki wa Bongo Flava, na hasa kumdis mtangazaji mkubwa sana kutoka Tanzania Bidazen, na anatangaza entertainment Bidazen Twangalatiz au vipi bana? Na huyu mtangazaji inspired kwa watangazaji wengi sana, na mimi mwenyewe pia nikiwemo, nilikuwa namsikiliza kwa muda mrefu sana. Yo man, Instagram unatufollow kwa jina la 69 Media TZ, na tuko live na maisha, lakini YouTube kwa washikaji zetu ambao tuko live na mnatuona, tupate pale kwenye 69 Media Pro, subscribe na bonyeza alama ya kengele kupata notification zaidi, na inakuwa ni uzuri na ubabani. So pia nikujuze kuhusiana na biashara ya Eternal International. Inakuwa ni rahisi sana kuifanya kama unafanya biashara kwa muda mrefu na hujafanikiwa, basi nikutoe wasiwasi, hofu. Kuna sehemu unaweza ukatoa mtaji mdogo lakini mafanikio yake ni makubwa kwa muda mrefu, na hii ni Eternal International imekuja kwako. Na Eternal inasema kwamba matibabu ya wataalamu
kutana na madaktari waliobebea kwenye masuala ya upimaji. Vipimo ni kwa mfumo mwili mzima, ni shilingi 30,000 na kipimo kitabaini vyanzo vya tatizo lako mbalimbali pamoja na ushauri wa kiafya zaidi utapata kutoka kwa madaktari. Lakini pia tunatibu maradhi kama kisukari, pressure, pumu, figo, ini, moyo, vidonda vya tumbo, kupooza tezi dume, bawasili, matatizo ya uzazi kike kwa kiume, maumivu ya uti wa mgongo, miguu, macho, na pressure ya macho, ukuaji mbovu kwa watoto na matatizo mengi ambayo matatizo yanasumbuliwa na watu wa kawaida. Kama unasumbuliwa na maradhi sugu yaliyokutajia, basi inakuwa ni rahisi sana. Kwa shilingi 30,000 unaweza ukafika kituoni hapa na ukafanya vipimo, inakuwa ni vizuri kabisa. Pia unaweza kwa check namba 0783950805 mwisho 8 au 0711741400. Narudia tena 0783950508 0711741400. Asante kwa kunisikiliza, asante kwa kunitazama. Hii ni 69 Media, na asante kwa washikaji zetu ambao tayari mcha subscribe YouTube channel yetu. Tuko live. Mimi naitwa Ching the baddest ndimu. Kwenye Instagram unanifollow kwa jina la WizChing77 na Facebook WizChing, inakuwa ni ubabe. Dondosha comment yako kuhusiana na Suma Mnadhareti hichi ambacho amekizungumza. Mimi niseme asante, shukrani, tukutane wakati mwingine kwenye 101 recap. Bye bye, ciao.